Lakini kwa kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa fitna, ni mwaka wa chuki, na ni mwaka wa nongwa. Rasmi nikiwa mbunge, najua kabisa kwamba tumaini la Watanzania ni CCM kuwa madarakani. Na kwa sababu hiyo, wakati nikiomba ubunge nilisema nataka kuwa mbunge wa kufanya kazi. Nataka kuwa mbunge mwenye kuitambua Kinondoni na changamoto za Kinondoni. Niwe mbunge ambaye hata nikisimama sina hofu ya chama changu, niwe thabiti katika kukilinda chama changu, tukitumikia chama changu, kuwatumikia wananchi wa Kinondoni, lakini kulinda rais wangu pale ambapo watu wanaleta changamoto. Hivyo, ndugu mgeni rasmi, nimekuwa nikitembea katika maneno yangu, na naamini Kinondoni tulioikuta mwaka 2020 sio Kinondoni iliyoko mwaka 2025. Hakuna kata, mheshimiwa mgeni rasmi, hakuna kata ambayo hatukuweka kitu cha kimaendeleo. Hakuna kata. Lakini nilikuwa natambua kwamba nikiwa mbunge lazima nishuke kwa watu, nihubiri upendo, mshikamano, udugu na urafiki miongoni mwetu. Kazi hiyo nimeifanya. Nimetembelea chama changu, kila eneo la chama changu nimefika, na nyinyi ni mashahidi. Ni majuzi tu nimemaliza ziara za kata zote 10, kila kata nikisoma ilani ya uchaguzi na jinsi ilivyotekelezwa katika kata ile. Leo hii tunakutana katika kikao cha majumuisho, kikao ambacho tutagusia kwa ujumla yale ambayo tuliahidi na yale ambayo tumeyatekeleza. Kila kata tuliyazungumza kwenye kata husika, na kwa hali hiyo nataka sasa nipate nafasi ili wana Kinondoni wote wajue, ukiachilia yaliyofanyika katika kata moja moja, ni nini tumefanya katika jimbo letu. Nataka niwaambie, katika historia ya karibuni hakuna utekelezaji uliofana zaidi kuliko utekelezaji wa mwaka 20 hadi 25. Tumpigieni makofi sana Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ni kiongozi ambaye nilikuwa nikisimama bungeni kuleta hoja ya Kinondoni. Hakika hakuna wakati rais amekataa hoja yangu, na ndio maana nikapata uthubutu wa kusema atakaye mtingisha rais na mimi namtingisha. Kwa hiyo sina uoga na nikajitoa muhanga. Mlisikia nikaitwa majina, nikasema haina shida. Nikaambiwa nitakatwa vipande, nikasema sawa, lakini madhari rais wangu anasimama na heshima yake, niko tayari kwa lolote. Yapo maeneo ambayo yamejitokeza kuwa na changamoto. Kwa mfano pale Tangale kuna mtu anaitwa Mangosi, lakini bado Mwananyamala kuna kijeneo kwa Msisiri. Nataka niwaambie ndugu zangu, haya mambo yaliyochipuka kwa sababu dhamira kubwa ilikuwa ni kumaliza matatizo ya mafuriko katika mito hii mikubwa miwili. Lakini sasa nataka niwaambie, Mungu akijali, nafikiri mnanielewa nikisema Mungu akijali, si ndio?
Mungu akijali haya mambo yote tunakwenda kuyamaliza kwa sababu yanakuwa katika ajenda inayofuata. Mafanikio ya kazi ya Daktari Samia ameruhusu fedha jumla ya shilingi trilioni 1.3 kwenda kuondoa matatizo ya mafuriko katika bonde la mto Msimbazi. Tunapozungumza tayari watu wameshalipwa fidia na wengine wameshavunja nyumba zao. Uongo kweli? Kwa upande wa elimu, wakati tukiingia tulikuta kuna kata mbili hazina secondary school. Tuko mjini na jambo moja kubwa la kuondoa umaskini ni kuwapa watoto wetu elimu. Tandale ina primary school nafikiri 4, lakini haina secondary school. Ina primary school 4, haina secondary school. Ukienda Kinondoni, kata ya Kinondoni hawana secondary school. Nataka nitoe pongezi zangu kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati nikiwa mbunge mara ya kwanza tunaapishwa, niliwachukua madiwani wote kuwapeleka Dodoma kwa gharama zangu ili tukazungumze na serikali yale mambo ambayo yanatusibu. Na inawezekana nikawa ni mbunge wa kwanza, inawezekana, ambaye amechukua madiwani wenzake akaenda nao Dodoma kwenda kukutana na serikali. Mkutano ule ulitusaidia kupata fedha, na ndio maana nasema Mheshimiwa Rais, Mungu amjazie neema nyingi sana. Kwa rais wetu sio secondary school peke yake, tukapata na kituo cha afya na hospitali pale Kinondoni, hivyo kuondoa ile shida iliyokuwepo katika jimbo. Lakini mgeni rasmi, niliwaahidi wananchi hawa kwamba nitahangaika tupate high school yetu. Jimbo hili ni kubwa, hatuwezi tukakaa bila kuwa na high school. Tunaondoaje umaskini wa watoto wetu na familia zetu? Naomba nikufahamishe, high school iko tayari kupokea watoto na majina yameshatolewa. Julai watoto wale wanakwenda kupokelewa. Makofi mengi sana. Sasa hivi watoto wetu wakifaulu form 4, kwa sababu tunazo shule, wakifaulu kwenda form 5 hawapati tabu tena ya kusafiri maeneo ya mbali. Wewe mtafutie tu mtoto wako hela ya mwogo, anatembea anakwenda zake makumbusho kwenye shule ambayo nataka niseme imetengeneza historia kubwa sana katika jimbo letu. Sisi oye! Upande wa afya tumetia fora. Hakuna sasa hivi eneo ambalo halina huduma za afya. Wakati tukiingia tulikuta dispensary ya Magomeni bado haijamalizwa. Tulikuta dispensary ya Makumbusho haijamalizwa. Tulisimama kidete kuhakikisha hospitali hizi zinamalizika ili ziweze kutoa huduma. Huduma sasa zinatolewa, nafikiri ni mwaka wa 3 huu huduma zinaendelea kutolewa. Lakini vile vile tukajenga kule Kinondoni kituo cha afya kipya cha kisasa pamoja na jengo la mama na mtoto lenye thamani ya shilingi bilioni 1.6. Hivyo na ukichukulia maboresho ambayo yamefanyika ikiwemo dispensary ya Hana Nasifu, tumepata pale OPD, jengo la wagonjwa wa nje. Tumepata fedha kwa ajili ya kutanua kituo cha afya Tandale na Kigogo. Ambulance tumepeleka. Kituo hospitali yetu ya mkoa wa Mwananyamala inatia fora. Mheshimiwa, kama ni hoja ya hospitali na huduma za afya Kinondoni, hatumdai Samia Suluhu Hassan. Kama vile ambavyo hatumdai kwenye elimu, basi kwenye afya hatumdai. Wala kwenye mafuriko, kwa sababu sasa hivi kazi, watu wako kazini. Kazi Samia amemaliza.
Asa mimi kazi yangu rahisi. Nimekuja hapa, mbunge ametamba, na aliyotamba nyinyi mmeridhia naye. Maana hakuja kuongopa. Amekuja kuwasilisha mlichomtuma, nanyi mmeridhika kwamba kazi imefanyika. Hongereni sana. Asa ndugu mwenyekiti, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka 2025. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka ya kutawala yanatokana na wananchi. Na njia pekee ya kuweza kutawala ni kurudi kwa wananchi kwa mfumo wa uchaguzi. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa kikanuni, mwaka wa kisheria, kwamba lazima taifa letu liende kwenye uchaguzi ili tupate uongozi mwingine unaotokana na ridhaa na uamuzi wa watu. Kwa hiyo sisi chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwenye ibara ya 5 ibara ndogo ya kwanza imetuelekeza kwamba utakapofika wakati wa uchaguzi, mwana CCM hana hiari, lazima aende akapige kura, na uchaguzi huo, kura hiyo lazima akichague Chama cha Mapinduzi. Kwa mwaka huu niwakumbushe wanachama wenzangu kwamba tuna jukumu na wajibu wa katiba wa kwenda kutafuta ushindi wa kukipambania na kukipigania chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Maagizo hayo ni maagizo ya kikatiba, na sitarajii kwa viongozi hawa, jeshi hili, kwamba kuna namna ya kuweza kuiumbisha litoke kwenye mstari wa kwenda kupambania chama chetu cha Mapinduzi. Lakini kwa kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa fitna, ni mwaka wa chuki, na ni mwaka wa nongwa, nataka nianze kwa kuwashauri kwamba ili uchaguzi wetu uende vizuri, lazima viongozi wetu wote mrudi mjikumbushe maamuzi yanayofanywa na chama chetu katika ngazi ya taifa. Lengo lake ni moja, ni kuimarisha umoja, upendo na mshikamano ndani ya chama chetu. Kwa hiyo kila kiongozi kwenye CCM lazima aweke kwenye moyo wake kwamba dhamira ya chama chetu ni kuhimiza umoja, upendo na mshikamano. Na tunahimiza umoja, upendo na mshikamano kwenye taifa letu kwa kuamini kwamba upendo, umoja na mshikamano kwenye Chama cha Mapinduzi, maana yake umoja, upendo na mshikamano utajengwa ndani ya taifa zima la Tanzania. Tusipokuwa wamoja, wana CCM, tukifarakana, tukigombana, tutake tusitake, na nchi yetu nayo itayumba. Hatuna sababu ya kuiumbisha nchi yetu, tuna kila sababu ya kuituliza nchi yetu, mambo yaende vizuri. Hasa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nafasi za kugombea ziko nyingi. Tunazo nafasi 2 kwa 3 zimeshapata wenyewe. Nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Nafasi ya mgombea wa kiti cha rais Zanzibar ni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nafasi ya mgombea mwenza kwa nafasi ya kiti cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Dr. Emmanuel John Alfonso Nchimbi. Kwa nafasi 3 hizo tayari zina wenyewe. Nafasi zilizosalia ni nafasi za ubunge na madiwani. Lakini nafasi zote nchi hii za ubunge na madiwani zinao wabunge wao kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu. Kwa hiyo la kwanza, lazima tujenge na tuendeleze utamaduni wetu wa kuwaheshimu viongozi tuliwachagua, wakamilishe muda wao kwa kazi nzuri walizotufanyia. Tuwaunge mkono madiwani wetu, tumewachagua kwa kipindi cha miaka 5. Tuwaunge mkono wabunge wetu, tumewachagua kwa kipindi cha miaka 5. Mwaka wa uchaguzi huu, wakati wa uchaguzi utafika, tutafanya uamuzi. La kwanza, nataka niwakumbushe viongozi wetu wa matawi na viongozi wetu wa kata, niwaombe sana, acheni kubeba wagombea katika maeneo yenu.
Kiongozi ukibeba mgombea kwenye eneo lako, maana yake wewe unawachagulia wajumbe wenzako maamuzi ya kikao kabla ya kikao hakijafika. Hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Watendaji na viongozi kwenye ngazi za matawi na kata, visubirieni vikao, wekeni hoja zenu, wekeni maazimio yenu, nendeni kwenye vikao, yafikisheni, jadilini, halafu atakayeshinda kwa hoja, huo utakuwa ndio uamuzi wa kikao cha sisi. Ukitoka na uamuzi wako kwenye mfuko wako wa shati na kwenda kuwalazimisha wenzako wasimame kwenye uamuzi wako, huo sio uongozi ndani ya chama chetu.